wakati ule naimbicha mambo nilikuwa kule ng'ambo. Mheshimiwa aliposhika kiti cha urais, kwa jicho lako la kipekee na wasaidizi wako ulikumbuka kwamba kule Meru, Arumeru Mashariki, wale wazee wa Meru wana kijana wao mdogo mmoja anaitwa Joshua Nasari, ukaniteua ukanipa kazi ya ukuu wilaya. Mungu akubariki sana mheshimiwa. Na kazi ile nilijitahidi kuifanya kwa nguvu zote, kwa moyo wote, na mheshimiwa rais nisingefanya hivyo, wewe ndio mwenyekiti wa chama hiki, nisingekuwa hapa mbele. Na kushukuru mno uliona ninafaa kuja kupeperusha bendera hapa Arumeru Mashariki. Arumeru Mashariki wewe. Hawa watu wa Meru walikaa chini ya mtu unaoitwa Mringaringa miaka 9 kabla ya uhuru, wakachanga fedha kwenye chungu barabarani, haikuingiwa shilingi. Watu wajui historia hii. Watu wakawa wanaweka fedha kwenye chungu, wakamtuma ndugu Jafet Kirilo Ngura Ayo kwenda Umoja wa Mataifa New York Marekani, yule wakati ule mwaka 1951, 9 years before independence, wakaenda kupigania ardhi yao. Mwaka huu mheshimiwa imefanyika azimio la pili tangu ile mwaka 51, imefanyika chini ya Mringaringa, chini ya mshauri mkuu wa mila na jadi za Wameru iko pale, na kamati kuu na halmashauri kuu, na umati wa Wameru ulikuwa mkubwa kama wa leo. Tukatoa azimio, ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 9 2025, siku ya Jumatatu, kwenye Mringaringa, makao makuu ya mila na jadi za Wameru hapa Kodi. Azimio letu lilikuwa kama ifuatavyo. La kwanza, tulikubaliana kama jamii ya Meru kwamba kwenye uchaguzi huu hatutakubali kuyumbishwa na rais wetu ni nani jamani? Rais wetu ni nani jamani? Wakakubaliana la pili mheshimiwa, mbunge wetu ni nani? Na madiwani wao wote ni wafisiemu. Kwa mheshimiwa rais, hizo ni shukrani zangu kwako, na baada ya hapo nirudi kwenye mkutano. La tatu, mheshimiwa rais, ulipoingia madarakani hapa Meru, yako mambo ambayo yalikuwa yametugasi kwa muda mrefu, lakini wewe uliposhika kile kiti tu, leo tunakuambia ukiwa mgombea, tunakushukuru. Kuna maeneo Meru yalikuwa na shule moja ya sekondari, leo ziko 2 mpaka 3, kule Kiko ni mfano, au uongo jamani? Tulikuwa hatuna shule ya VETA wala mafunzo ya amani hapa. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, wewe ndio mfanya hayo maajabu. Leo kule Makiba tuna chuo kimekamilika, uongo jamani? Mheshimiwa, hospitali yetu ya wilaya haikuwa na EMD, Emergency Medical Department. Ulipoingia madarakani miaka 2 tu, leo tunapozungumza emergency zote za barabara kuu hii na barabara ya utalii zinakwenda pale Tengero hospitali ya wilaya, kwa sababu wewe ulitufanyia. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais, kwa miaka yako 4, sekta ya afya peke yake Meru tumepata zaidi ya shilingi bilioni 8. Sekta ya elimu msingi tumepata zaidi ya shilingi bilioni 15. Sekta ya elimu sekondari tumepata zaidi ya shilingi bilioni 10. Mheshimiwa, sio kina mama, sio wale walemavu, sio kina nani. Kwa kweli mbele ya Mungu tunaomba Mungu asante kwa ajili yako. Wangapi mnakubali niliyosema wana Meru, sivyo? Amina. Asanteni sana. Sasa mheshimiwa rais, kwa sababu na muda mfupi, hawa watu wa Meru walinipigia kura nyingi sana za maoni mheshimiwa. Walipiga kura wote 9,000. Nilipata kura 6,775. Aliyenifuatia alikuwa na kura 652. Imani hao watu ilitokana na mambo ambayo tunazungumza kwao. Hatuna mambo mengi kwako, kwa sababu mengi umetufanyia. Sekta ya elimu mheshimiwa, tutakosa nidhamu, tutakosa shukrani tusipokuambia asante. Sekta ya afya, sekta ya ardhi, kila mahali kwa kweli umetufaa. Sasa yako mambo machache ambayo tungependa kuyaomba kwako. Na kwanza mheshimiwa rais, tereni yetu ya mlima, sisi tunapanda mlima Meru, na watu tunaitwa Meru, tunaitwa Varua. Varua maana yake ni watu waliofanyaje jamani? Waliopanda traditional. Kwa sisi tumepanda mlima kufuata mlima Meru tangu wakati wa walowezi, tangu wakati wa ukoloni. Yako mambo ambayo yakuwa sawa sawa, tukanyang'anya ardhi yetu tukakaa mlimani huko. Mwaka 1952 tuna kata 26 za serikali tunafanya biashara. Kwenye kata zote hizo watu wa Meru waliamua, wakazuiana, wakasema tunaamua kwa azimio moja. Katika kata 26, kata 24 watu wa Meru waliamua kuweka diwani wa CCM tu. Hakuna mwingine kwenye kata 24. Na hakuna mtu alompigia mtu. Watu wa Meru waliamua wenyewe. Nipigieni makofi watu wa Meru. Kwa mheshimiwa leo tunatoka na jambo nyingine. Ajenda yetu tunayokuomba mama, kweli umetuona
Umemchagua kijana wao, umemtuma Bunda Mara, ukampa kazi akafanya, ukamtuma Iramba Singida akafanya kazi uliyomtuma, ukamtuma Monduli Arusha akafanya kazi uliyomtuma, baadaye ukamtuma Magu Mwanza akafanya kazi uliyomtuma, mpaka nilipokuja huko kuomba uniruhusu pia kuongea na watu wa Meru. Watu wa Meru wanasema hivi, wako na wewe. Ajenda zetu ni mbili tu, hatuna mambo mengi kwako Mheshimiwa Rais. Wakati mwingine watu wanaleta vitu vingi, leo vingine sisi tutakusaidia, kusaidia leo tuko chini. Vitu vingi. Na hapo Meru hapa kama ni uongo atakwambia. Ajenda ya kwanza, barabara. Amina. Kwa sababu serikali yetu ni mlima. Kila siku bababu tunatengeneza hili, lakini maji siku yote nafuata nini? Mteremko. Kwa hiyo kishuka inaosha kila kitu. Kwa hiyo unajikuta kila mwaka mnagusa barabara, mnagusa barabara, mnagusa barabara, mnagusa barabara, na hicho kilio hakiishi. Mheshimiwa Rais, mama yetu, mgombea urais wa CCM wa taifa hili, tunakuomba utakapokaa pale kwenye kile kiti tarehe 29 Oktoba, kura za watu wa Meru tutakwenda kutosha. Kwenye vituo tumeita waandishi wote wa habari mlioko hapa, tunaomba tarehe 29 Meru mulikeni vituo kuanzia Garnanyuki, kuanzia Makiba, Kingapiti, Kongoro, Mbalikamu, Mkwangua, Akeli, Abuleni, Kakule Kuru. Mheshimiwa, hakika na kuhakikishia tutaongoza kwa sababu tumetoka na azimio letu moja, barabara. La pili ni maji. Kuna maeneo hakuna maji Mheshimiwa. Leo Mungu alituma maji hapo juu. Kuna kata 27 za kutenga vichama, 27 za serikali. Ndio yako maeneo hayana maji kabisa. Ukienda Kikatiti, Imbaseni, Maroroni, maji ya chai, Malula, Kingori, Leburuki, Maruango, Garnanyuki na baadhi ya maeneo mengine. Mheshimiwa Rais, ni hayo tu tunakuomba. Iko barabara inakwenda Mbuguni Mheshimiwa, kwa mfano. Barabara hii inapitia kwa jimbo madini. Tangu nina miaka 5 na kuwa. Kaka zangu wanachukua madini ngome yetu Milolani. Ile barabara inakuwa inapitia madini miaka yote. Imebaki hapo, wakati itakuwa itengenezwe, watu wa Meru wakawa wameenda upande wa pili, kwa hiyo wakaachwa watu hapo ikatengeneza kule Milolani kupita Kia. Lakini ukweli ni kwamba biashara ya madini mamilioni yamepita hapa. Lakini kwa nini tunasema ile barabara ya kilomita 28 Mheshimiwa Rais ndio kwa nami? Kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, kuna eneo kule tunaita bonde misitu. Serikali yako imeweka fedha, mji unang'aa. Kuna eneo tunatujengea uwanja wa kisasa kule chini wa mpira wa AFCON. Mji huu unang'aa. Lakini hali kadhalika mmetujengea bypass. Mji huu unang'aa. Mmetujengea barabara ya kutoka Kia kushuka Milolani. Ile barabara ya Mbuguni ndio inayounganisha Mheshimiwa. Tangu umeingia madarakani, kazi unaoifanya, mabasi malori yanayopita hapa Arusha. Wakati mama anaingia madarakani, kwa siku takwimu tulikuwa tunapita malori 30 kutoka kwenda Rwanda. Leo Mheshimiwa Rais, tunapozungumza malori yanayopita hapa kwenda Rwanda kutoka bandari ya Tanga ni 120. Hii barabara ya utalii. Hii barabara wao wamefanya kazi waliokuwa. Tunataka kuunganisha masekta, alafu tuone kwa na multiply effect kwenye sekta moja kwenda nyingine. Tunakuomba barabara Mbuguni mkuu utusaidie. Ni kilomita 28 tu. Itaunganisha kwenye Msite, itaunganisha Afkoni, itaunganisha Milolani, itaunganisha Kia, itaunganisha kwa Nikabi wa Lula na mambo yatakwenda. Na mwisho. Mheshimiwa, tunakuomba habari ya Kingori nimeshakwambia, tumekuandikia watu hapa, watu wa maua, shamba ya maua Kiliflora tumeshakuletea. Watu wa Meru Community Bank tumeshakuletea, tunaamini yote yatafika. Tunakuomba jambo moja. Hapa Meru hao wazee walisomesha vijana kama mimi, wakawapeleka shuleni, wakatufundisha kazi, wakatufundisha utii, tunaheshimu chama. We are very patriotic to this government. Ninakuomba. Ulimwona Nasari, leo Nasari amekuja kuomba ubunge, ameondoka kule juu. Tunao vijana wengi wa Meru wako hapa. Wengine maprofesa, wengine madokta, ulote the party, wasomi, wafanya kazi wazuri. Tunakuomba mkuu, utakapounda serikali usiwasahau watu wa Meru. Ili na kwenye kile kitu cha ubunge tuendelee kukaa wengi tufunguana hapa. Au kimelewani?